Ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia kuhusiana na mvua nyingi ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika maeneo mengi humu nchini, mvua ambazo zimekuwa zikishinda usiku kucha, ambapo imesababisha madhara mengi, imesababisha baadhi ya athari katika maeneo mengine, madaraja yakivunjika. Na sasa nataka tuelekee Mombasa. Madaktari katika hospitali ya rufaa ya mafunzo ya Coast General jijini Mombasa wametoa notisi ya siku 7 kuanza mgomo, wakitishia huduma zisizo za dharura na kuwahudumia wagonjwa wa dharura pekee katika kipindi cha notisi. Hatua hii inajiri kufuatia kusimamishwa kazi kwa afisa mkuu mtendaji Dr. Iqbal Handalwa. Aidha, madaktari hao wametaka uamuzi huo ubatilishwe mara moja na kuruhusu uchunguzi huru, kuundwa kwa jopo la uchunguzi lisiloegemea upande wowote, pamoja na kuvunjwa kwa bodi ya hospitali ukidai ilikiuka mamlaka yake kisheria. Mvutano huo unatokana na madai ya mbunge wa Mvita kwamba mfanyikazi wake alinyimwa chumba cha wagonjwa mahututi kwa kukosa kulipa fedha. Hata hivyo, madaktari wanasema mgonjwa huyo alipokelewa ICU akiwa katika hali mbaya na hakuwa katika hali ya kufanyiwa upasuaji. Barua hiyo ya kujaribu, tumia neno jaribu, ya kujaribu kumtimua Dr. Kandwala kwamba wabatilishe msimamo huo mara moja, ya kwamba madaktari especially madaktari wakuu katika hospitali ya Makadara hawatafanya kazi chini ya afisa mkuu mtendaji mwingine isipokuwa Dr. Kandwala. Wote wa kisiasa, na si kaunti hii peke yake, wapatie nafasi wafanyikazi wa afya, madaktari, manesi, kila mtu nafasi ya kufanya kazi tunavyojua kufanya kazi. Sio kutuletea pressure ya kwamba mgonjwa ni wangu, kwa hiyo mrukisha mgonjwa huyu, fanya huyu. Haitawezekana na tumekataa kabisa. Mtu anaumia lakini haona sikia raha. Kwa hiyo ndio Kandwala pia anaona ni sawa, kwa sababu gani? Kandwala pia amekaa hapa miaka nyingi hospitali hii. Atakana mtu akibadilishwa kapali unabadilishwa pia, tuangalie vile mtu anaenda. Amekaa hapa miaka nyingi, atakana pia tuangalie vile mwingine atakayokuja pia tuangalie vile anafanya kazi na watu. Muungano wa wabunge wanawake wa Katoliki wakiongozwa na naibu mwenyekiti